Bismillahir Rahmanir Rahim. Hii ni tafakuri kabla ya kulala. Ndugu yangu, kuna mambo unayopitia katika maisha yako ambayo kamwe usingeyachagua, lakini yapo katika maisha yako: mitihani, maumivu, kusubiri bila majibu, na wakati mwingine kimya cha muda mrefu. Lakini je, umewahi kujiuliza, labda hili ninalopitia lina maana? Allah anasema katika Qur'ani, inna Allaha ma'as sabirin, hakika ya Allah yuko pamoja na wenye subira. Hii si ahadi ndogo ndugu yangu. Kuwa pamoja na Allah si kuwa mbali na matatizo, bali ni kuwa na nguvu ndani ya matatizo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi, wama u'tiya ahadun ataan khairan wa awsa' min as-sabr, hakuna mtu aliyepewa kitu bora na kipana zaidi kuliko subira. Hivyo ndugu yangu, huenda unachopitia sasa kinaumiza, lakini hujui kinakuandaa kwa ajili ya nini. Huenda umechelewa kufika mahala fulani unakokusudia, lakini hujui Allah anakuepusha na nini. Ndugu yangu, subira si kusubiri tu, bali ni kuamini kwamba nyuma ya kuchelewa kuna hikma. Hivyo kabla ya kulala, sema kwa moyo safi, ewe Allah, nisaidie kuwa miongoni mwa wenye subira. Kumbuka, hata ukilia bado unaweza kuwa na subira. Subira haiondoi maumivu, lakini inaipa maana ya hayo maumivu. Na kila mwenye subira ana ahadi ya Allah. Hii ilikuwa ni tafakuri kabla ya kulala.